Tanzania, kazi na utu. Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru, mwenyekiti wa huduma za jamii, wazee wangu waalikwa kwenye kikao hiki, nianze kwa kusema hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu hasa wajana aliyetufanya saa hizi tuwepo hapa, kwa sababu wapo ambao walitamani kuwa na sisi hapa, lakini Allah kwa namna moja au nyingine amewapa nyuso mbalimbali. Kwa hiyo sisi tuliofika hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Huo ni mchache wa shukurani. Tuko hapa katika muktadha ule wa kuiboresha na kuijenga jamii yetu. Kwa sasa nimesimama kwa ajili ya kufungua kikao, nitamke rasmi kikao mbele. Nilisimama kufungua lakini sikujitambulisha. Kwa majina naitwa Sefu Hassani Dauda, ni diwani wa kata ya Mchoteka, lakini madiwani wenzangu wameniongeza kidogo, wamenijaza uzito wa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru. Wazee wangu kiujumla, nianze kwa kuwashukuru kwa kuja kwenu, na mada iliyoko mbele yetu ni swala la mahusiano. Kabla hatujaingia ndani kwenye swala la mahusiano, tungependa kuwaomba msamaha, kwa sababu ukiona kabwawa kamaji jua kuna mwenye hayo maji, na sisi tumekuwa tukiendelea na harakati mbalimbali hapa katikati. Tulishindwa kukaa na nyinyi kuweza kuwaambia kuwa tuna mambo moja mbili tatu, tukaona kutenda kosa ni kosa na kurudia kosa ni kosa zaidi. Kwanza tuwaombe radhi kwa hayo yaliyoendelea bila nyinyi wenye nyumba kuwapeni taarifa juu ya michakato iliyoendelea hapa, na zaidi ilikuwa ni ratiba zile zilibana sana, kwa sababu mpaka tunaingia kwenye uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri bado majina hayakuwa wazi. Amekuja dakika za mwisho, vitu ambavyo kila mmoja alikuwa hana matumaini ya moja kwa moja ya kuwa yeye jina lake litarudi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza kujitambulisha kwenu na kueleza dhamira ile ambayo ilikuwa inatusukuma kuomba nafasi ya kuiongoza halmashauri. Lakini pamoja na mapungufu hayo yote, tukasema kuwa basi tulifanya makosa huko nyuma, lakini tusiendelee kufanya makosa. Ni muda sasa umefika wa kukutana na wazee wetu, kupata dira ya pamoja na kuona namna gani tunafungua milango ya kusaidia kusukuma gurudumu la halmashauri kutoka pale tulipoikuta kuelekea mbele tunakotarajia kufika kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo mpokee msamaha wetu kwa ajili ya hayo makosa yaliyotokea huko nyuma, lakini mtukaribishe sasa kuanzia hapa tunapoanzia sasa, tuchore mstari huko tunapokwenda. Tunatarajia tuende pamoja kwa misingi ya kuihudumia hii jamii ya wilaya ya Tunduru. Wazee wangu, sisi kwanza tumefaradika kwa kuja kwenu. Hatukutarajia kama mtakuwa na mwitikio mkubwa kiasi hivi, lakini pamoja na yote ambayo yametokea na yatakayoendelea kutokea, bado tunahitaji mahusiano yaliyokuwa bora kati ya ofisi hii ya halmashauri na nyinyi kwenye jumuiya zenu, lakini kwenye jamii kwa ujumla. Tunaamini mpaka kufika mlipofika, mna michango mbalimbali mmeitoa katika mwendelezo wa hii halmashauri. Kwa hiyo kwa sasa hivi pia mna uwezo wa kutoa ushauri kwa sisi vijana wenu au watoto wenu ambao sasa hivi tumepokea kijiti hiki cha kuhakikisha halmashauri inasonga mbele kutoka pale tulipoikuta kuelekea huko mbele. Hatuwezi kusema kuwa hamjafanya chochote. Mmefanya mengi na harama mlizoziacha ni nyingi, na wengine mlikuwa watumishi na wengine mmekuwa mkijitolea kwa shughuli mbalimbali ziwe za kilimo pamoja na ufugaji. Kwa hiyo kiujumla, bado sisi kama halmashauri tunatambua mchango wenu, tunatambua jitihada zenu, lakini pia tunaomba ushirikiano sasa wa ushauri kutoka hapa tulipo, namna gani tunafika huko mbele. Nyumba isiyokuwa na mzazi, isiyokuwa na mwenye nyumba, hiyo nyumba itakuwa sio nyumba, basi itakuwa ni gofu. Kwa hiyo sisi tunaamini nyinyi wazee ndio kinga na ndio nguzo ya maendeleo ya wilaya ya Tunduru. Kwa hiyo kutokana na hilo tukasema hapana,
Hatuwezi kuwa wazee hao wanasikia tu leo limefanyika hili, linafanyika hili, linaendelea hili. Wao hawana taarifa ya moja kwa moja kutoka kwenye ofisi yao, ambayo wao wakiwa wana jambo basi tuwafungulie milango ya kutoa ushauri, kwa sababu ilikuwa ni ngumu mtu utoke tu moja kwa moja unakuja kugonga kwa ajili ya kutoa ushauri kwa jambo ambalo walioko pale kwenye ile ofisi hawajawapeni fursa na ruksa ya kuweza kuwaomba kuwa muda na masaa yoyote yale. Basi kama mna jambo la kujenga Tunduru, basi tusaidiane katika kushauriana, kwa sababu sisi tunaamini kuwa ukitaka kufika haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali ni lazima muende kwa pamoja, kwa sababu peke yako wewe utakimbia tu, lakini katika hali ya kawaida utafika unapotaka kufika, lakini huwezi kufika mbali kutokana na mazingira hayo ya kukimbia peke yako. Kwa hiyo kimsingi huu ndo muhimili au nguzo iliyotufanya sisi leo tuwaombe nyinyi tukutana hapa katika kuelezana mawili matatu na kubadilishana mawazo, lakini kikubwa ni kuwakaribisheni kwenye hili jengo, kuwa hili ni jengo lenu na nyinyi ndio wazee wetu, mmetoka mlikotoka katika harakati hizi za kuendeleza Tunduru pale tulipofika, basi sisi tunathamini michango yenu. Kwa hayo machache naomba niweke nukta, ili sasa kikao chetu kitakuwa cha majadiliano. Majadiliano ina maana tunaamini nyinyi mna mambo ambayo mngependa huko tangu nyuma, mngesema ningekutana na mwenyekiti wa halmashauri, ningekutana na mkurugenzi, ningekutana na madiwani, ningeweza kushauri 1 2 3. Lakini kimsingi fursa ile ndio leo tumeifungua. Kuna watu wengine wako huko wanasubiri, pengine tukirudi tuwape ABC kuhusiana na hiki kikao. Kwa hiyo kikao chetu kitakuwa cha majadiliano zaidi na sisi kupokea ushauri zaidi kutoka kwenu, kuona namna bora ya kuenda katika uendeshaji wa hii halmashauri. Kwa hatua ya pili, kulikuwa na hili jambo la mwelekeo wa halmashauri. Mimi nafikiri tuiunganishe kwa sababu hayo yote yanawiana. Wazee wangu, tuwaambieni sisi kama vijana wenu, mwelekeo wetu mpya wa halmashauri ni tumeweka mkazo katika makusanyo ya halmashauri. Sasa katika kukusanya mapato ya halmashauri kuna vitu vingi ambavyo vitakwenda kutokea huko mbele. Hili tunawaombeni mtupe ushirikiano, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunatarajia tuvipitie katika kuhakikisha mapato ya halmashauri yanakaa katika mstari unaostahili. Huo ndio mwelekeo wetu mkubwa, kuwa tutajikita zaidi katika kuhakikisha tunafanya makusanyo ya kutosha kupitia vyanzo mbalimbali vya halmashauri. Tutaendelea kubuni vyanzo vipya kwa ajili ya halmashauri, lakini la mwisho litakuwa ni kuhakikisha hicho tulichokikusanya kina mwelekeo gani katika matumizi yake. Kwa hiyo kimsingi tuunganishe hivi vitu vyote viwili ili tupate dira nzuri. Nitawapeni mfano. Tuna mabanda, tuna vizimba, tuna nyumba za halmashauri. Ukienda kuangalia tathmini ya mapato ya halmashauri inayopata kutoka kwenye vile vibanda, hairidhishi. Na vile vibanda wengi wetu tunao vimiliki tuko humu ndani, iwe nyinyi au sisi tunaohudumia huko au wananchi wetu wako kule. Mfano, kibanda kimoja unakuta pale halmashauri inapata labda shilingi 50,000 au 70,000. Hali ya kuwa kuna mtu ambaye yuko mtu wakati pale ambaye yeye amekichukua kile kibanda kutoka halmashauri, yeye analipwa na anayefanya biashara kule zaidi ya 200,000. Nimeeleweka hapo? Yeah. Yaani halmashauri yetu kuna vitu ambavyo vimefanya, kuna watu wamekuwa kama madalali. Wao watashika chumba, watashika kizimba, watashika nyumba, lakini yeye anakwenda anapangisha tena. Kiasi ambacho yeye hela anayolipa halmashauri inaonekana kuwa ni ndogo. Unaweza kukuta kibanda pale, yaani halmashauri inalipa shilingi 50,000, lakini huyu mtu wakati analipwa na anayefanyia biashara kwenye kile chumba analipa zaidi ya 200,000 au 200,000, kitu ambacho katika hali ya kawaida tutakapofika kugusa zile sehemu kuna kelele tu zitatokea. Lakini nyinyi wazee tunaomba mtusaidie katika hii hali, kwa sababu wengine ni katika nyinyi mko humo ndani na wengine wako nje huko, lakini itakapofika hizo hatua tutakuwa tumekwenda kwenye msuguano ambao tunaomba mtusaidie katika hali ya kawaida, kwa sababu halmashauri yetu ni kubwa. Tunaeleza sana halmashauri yetu kuwa ni kubwa, lakini kimsingi kwenye kipengele cha mapato bado hakionyeshi mwelekeo mzuri. Inaonekana eneo ni tembo, makusanyo sungura, kwa sababu ukiangalia kilomita za mraba za wilaya Tunduru ni zaidi ya 18,000. Haya, kwenye hizo kilomita za mraba nani wapi Mtwara pale wana kilomita 16,000.
Ukienda halmashauri zile zote zilizoko pale, makusanyo yao huwezi kufananisha na makusanyo ya sisi wenye kilomita ngapi? 18,000. Pamoja na kuwa halmashauri yetu tunapambana kuigawanya, lakini miongoni mwa vitu ambao tuna uwezo wa kuvifanya mara nyingine, tukijiimarisha kwenye makusanyo, baadhi ya vitu tuna uwezo wa kuanza wenyewe kama halmashauri ya mji na halmashauri za vijijini, kama inaweza inakaa vizuri, kama jitihada hizi za kugawa halmashauri bado tunakutana nazo vizingiti mbalimbali, lakini naamini kwa mwelekeo wa waheshimiwa wabunge na halmashauri, sisi pia tunajipanga sasa hivi kuendelea kupambana namna ya kuigawa halmashauri. Sasa hatuwezi kwenda huko kama mapato ya humu ndani bado yako chini, na kimsingi tumekuta makusanyo ya mwaka uliopita ilikuwa ni kama bilioni 8.9, lakini sasa hizi tunakwenda kwenye makisio ya bajeti hii tunayokwenda nao mwezi wa pili huu, tunalenga tuende kwenye bilioni 10 makusanyo ya ndani, lakini hayo hayawezi kutokea kama hatutasaidiana na kushirikiana katika kuhakikisha kuwa tunafika lengo la makusanyo. Kwa hiyo kwa hayo machache, tunaomba tuweke kituo kwa utangulizi huo, tuende kwenye mjadala. Tunaamini nyinyi mna mambo ya kuzungumza na sisi vijana wenu, na sisi tulikuwa na hayo mambo pia, tukaona tuwafikishie kabla hatujaenda kwenye utendaji. Kwa hayo machache nasema asanteni kwa kunisikiliza, tuendelee na mjadala. Karibuni sana.